Shalom mtu wa Mungu popote ulipo. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisiala. Na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Leo nataka tuongelee jambo moja kubwa sana ambalo limekuwa likiwachanganya watu wengi sana. Watu wengi wamepata maswali mengi na bahati mbaya sana baadhi yao wengi wameangukia majibu ambayo si sahihi. Hasa kama watumishi wa Mungu, kama walimu, ni vizuri tukaangazia mambo haya kwa ajili ya kulisaidia kanisa la Mungu. Swali ambalo nataka tuliangalie leo, au jambo ambalo nataka tuliangalia leo ni kwamba, je, kuna dhambi isiyosameheka? Kuna dhambi ambayo Mungu hawezi kabisa kukusamehe hata ufanye nini? Je, dhambi hiyo ipo? Kuna dhambi ambayo Mungu hawezi. Yaani ukifanya hiyo dhambi wewe ni motoni. Hilo ndo somo ambalo tunaenda kuliangalia leo. Je, ipo dhambi ambayo haisameheki? Kuna mtu aliwahi kunitafuta akanipigia simu. Akaniambia, mwalimu wewe, mimi nimefanya dhambi, nimeanguka. Lakini dhambi niliyofanya ni kubwa sana. Je, Mungu anaweza akanisamehe? Umeona? Moyo wake umeinama kabisa, ameshindwa kabisa, yani, na watu wanamwambia ni wewe. Hasa hapa ndo tunaangalia, je, ipo hiyo dhambi? Yamkini kuna mtu mwingine yupo katika mazingira ya namna hiyo, tunamsaidiaje? Jambo la kwanza kabisa, in short, ni kwamba hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Hakuna dhambi ambayo Mungu hasamehi. Tunapomwongelea Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu amejawa upendo. Mungu husamehe mabaya. Sio Mungu ambaye anaangalia maovu. Yaani Mungu hata katikati ya maovu huwa ana tabia ya kuangalia mazuri. Kwa Mungu ambaye tunamtumikia, hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kabisa kuisamehe. Kwa mtu yoyote ambaye anatamani kurudi mbele za Mungu, anatamani kurudi mikononi mwa Mungu, anatamani kumrudia Yesu, nataka nikueleze kwamba Mungu anakusamehe kabisa na anakupokea. Ilimradi unatubu kwa moyo, Mungu anakupokea. Sasa najua kuna watu wataniuliza maswali kwamba kumkufuru Roho Mtakatifu ni kitu cha namna gani? Mbona Yesu amesema ukimkufuru Roho hautasamehewa kabisa? Ubora umkufuru Baba, umkufuru Mwana, lakini mtu atakaye mkufuru Roho hata msamehewa kabisa. Sasa pale Yesu alikuwa anamaanisha nini? Naamini watu wengi sana tunalifahamu hilo andiko na tunalijua na tumefundishwa sana, na yamkini tumelifundisha sana, kumkufuru Roho Mtakatifu. Sasa kabla hatujaliangalia hilo andiko lenyewe, lazima kwanza tuelewe ni nani ambaye ana uwezo wa kuelezea nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na je, utajuaje mtu kamkufuru Roho Mtakatifu? Utajuaje mtu kamkufuru Roho Mtakatifu? Kwa sababu issue ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ya Roho Mtakatifu yeye aliyekufuriwa, sio sisi. Kwa hiyo mpaka nijue huyu kamkufuru Roho au hajamkufuru Roho, mimi najuaje? Sasa nataka tuangalie kwanza maandiko kuhusu kumkufuru Roho Mtakatifu na aina ya msamaha wake inakuaje. Je, milango ya neema inafungwa kabisa au inakuaje? Andiko hili limeandikwa katika vitabu vya Injili tofauti tofauti, kwenye Marko, kwenye Mathayo, nafikiri kwenye Luka pia linaweza likawepo. Lakini naomba nilikopi kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 12 na mstari wake wa 31 hapa. Mathayo 12:31. Anasema hivi: Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, katika ulimwengu wa sasa na katika ulimwengu ujao. Isema maneno magumu sana haya. Anasema mtu yoyote atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Tena bora umkufuru Mwana, anaweza akasamehewa, ila ukimkufuru Roho hutasamehewa, katika ulimwengu wa sasa na katika ulimwengu ule ujao.
Aise. Kwa sasa ili andiko ni moja ya maandiko magumu, maandiko ambayo tumeshuhudia Yesu akiyaongea maneno magumu sana. Yaani miongoni mwa maneno magumu ambayo Yesu aliwahi kuyaongea akiwa katika dunia ni ili neno, na neno lingine ambalo aliwahi kuliongea neno gumu ni lile alilosema mtu ambaye atamsaliti mwana wa Adamu ni mara 100 asingezaliwa. Ni miongoni mwa yale maneno magumu sana ambayo Yesu aliyaongea. Sasa nataka tuangalie maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu, kwa maana watu wengi wamkini hawaelewi nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Uwaga ninafundisha mara nyingi, ukitaka kuelewa andiko usiangalie tu pale ambako andiko hilo linachoongelea. Anza kuangalia muktadha wa andiko unasema nini. Muktadha wa andiko unasema nini, andiko hilo limeanzia wapi na linaishia wapi. Kwa hiyo sasa tukija kwenye muktadha wa andiko hili ambalo kilichopelekea mpaka Yesu akayaongea haya maneno ni kwamba ukianzia mstari wa 22 anasema wakati ule akaletwa mtu mmoja mwenye pepo kipofu naye ni bubo. Huyu jamaa alikuwa amezidi. Yaani alikuwa akafungwa kwa hiyo. Anasema wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu naye ni bubu. Just imagine mtu kipofu alafu ana pepo alafu ni bubu. Huyo mtu mapepo yamemweza. Yaani hatari. Ni miongoni mwa watu wamefungwa kweli kweli, maana pepo la upofu, bubu. Kwa hiyo Yesu akamponya yule bwana. Na yule bubu akanena na kuona. Ni mtu kipofu afu ni bubu akanena na kuona. Kwa hiyo makutano ambao waliokuwepo pale walishangaa sana. Wakasema huyu siye mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo wakasema huyu utoa pepo ila kwa Beelzebuli mkuu wa mapepo. Umeona? Yaani Yesu alipofanya ule muujiza, watu wengi sana walimwamini Mungu. Wengi sana wakamtukuza. Wakasema huyu ndio yule Masihi mwana wa Daudi. Lakini Mafarisayo kwa ile hila, kwa ile jilas, kwa kile kinyongo, wakaingiwa na ile wivu. Kwa ikabidi sasa wafanye kitu ambacho kitamchafua Yesu ili ionekane kwamba kile kitu alichokifanya sicho. Kwa hiyo wakasema huyu mtu anachokifanya anafanya hivi kwa ajili ya Beelzebuli mkuu wa mapepo, yani anamtoa pepo kwa sababu yeye ana mkuu wa mapepo. Kwa hiyo hapa Yesu anawajibu chini, ukiendelea hapa anasema hivi, je, ufalme unaweza ukafitiliana? Yani ufalme ukigombana wao kwa wao utasimama? Yani kama mimi namtumia Beelzebuli kutoa pepo, je, huo ufalme utasimama? Ukisoma kule chini unaona jinsi Yesu alivyopangua hoja zao. Lakini baada ya kuzipangua hizo hoja zao ndipo akalitoa hili neno, mtu yoyote ambaye atamkufuru mwana atasamehewa, ila atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu sasa na hata ule ujao. Sasa ukisoma maandiko haya kwa muktadha huu, kumkufuru Roho tunaona ni pamoja na kuziambatanisha kazi za Roho Mtakatifu kana kwamba kazi za kishirikina, kazi za kipepo, yani kukana ule utendaji wa Roho Mtakatifu, zile nguvu za Roho Mtakatifu, ule ukuu wa Roho Mtakatifu, yani unaukana kabisa kana kwamba yani si kitu. Unaukana kabisa kana kwamba si kitu, kana kwamba hakuna kabisa kilichofanyika pale. Yaani unaona kabisa na unashuhudia kabisa hii kitu ni Mungu ndo kafanya. Unashuhudia kabisa hiki kitu ni Roho wa Bwana ndiye kafanya. Lakini kwa kujua, achana na mtu anakaa na nguvu za Roho Mtakatifu hamjui Roho Mtakatifu. Wale wachawi wale usione vile wanafanya vile kwa uchawi. Lakini mtu anajua kabisa huyu anayefanya ni Mungu. Anayefanya hapa ni Roho Mtakatifu, anaelewa kila kitu. Alafu akasema hakuna Roho Mtakatifu, hizi mazingaombwe, ni viini macho. Umeona wanataka kutupiga. Sasa kule ndiko kumkana roho, yani kumkufuru Roho Mtakatifu. Na kwa kumkufuru Roho Mtakatifu, kwa kukana mamlaka yake, hiyo dhambi haina msamaha. Sasa sisi kama kanisa tutajuaje huyu mtu amekanwa na Mungu hata samehewa kabisa baada ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Tutajuaje kama huyu mtu hata samehewa kabisa? Maana nimekwambia hakuna dhambi ambayo ikitubiwa Mungu hasamehi. Sijui unanielewa? Hakuna dhambi ambayo ikitubiwa Mungu hasamehi. Sasa tutajuaje kama huyu mtu hata samehewa kabisa? Ni pale ambapo huyu mtu atakuwa anakana nguvu za Roho Mtakatifu mpaka pale ambapo shetani atamkamata kabisa, ataondoa ufahamu wake
na ile hali ya kutubu kabisa, ni ile hali ya toba ndani ya moyo wake itaondoka kabisa, itakauka kabisa, na atakuwa haoni sababu ya kutubu. Sasa huyo amefikia level za kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo hataweza kusamehewa kabisa, kwa sababu stage aliyofikia yeye hata toba hawezi. Sasa watu wengi wanalitumia andiko la Waebrania, ngoja nilisome kwa haraka. Watu wengi wanatumia andiko la Waebrania 6 mstari wa 4 hapa. Sasa hili andiko la Waebrania hapa litatufafanulia vizuri. Anasema hivi: kwa maana hao waliokwisha kukipewa kipawa cha nuru na kuonja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hapo au baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Kwa maana wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili na kwa nafsi zao, wamfedhesha kwa dhahiri. Umeona? Ukiendelea kuchesema wanamrudisha mwana wa Mungu msalabani. Umeona? Anaongelea hapa yani wale waliokuwa na kipawa, wamejua kabisa matendo ya Mungu, wakianguka baada ya hapo hakuna tena msamaha. Uwezo ukawafanya hata wakatubu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo mimi nishawahi kumsikia bwana mmoja hivi, na nilisikia kutoka kwa mtu wake wa karibu ambaye alikutana naye. Anasema kwamba yule mtu alikuwaga ni mtu wa Mungu, anahubiri Injili, na Mungu alishawahi kumtumia akafanya miujiza mikubwa, akafanya ishara kubwa. Watu wengi wakamjua Kristo kupitia yeye yule bwana. Mungu akamtumia kutenda miujiza mikubwa sana. Alafu baadaye shetani akamweza, akaanguka. Alipokuja kuanguka yule bwana akapelekwa mbali kabisa na neema ya Mungu. Kulingana na maandiko anasema pepo linapomtoka mtu akirudi akakutana na nyumba safi, anaongeza ulinzi. Kwa viwango vile vya yule bwana alivyovifikia, viwango vikubwa sana vya kiroho vya kutumiwa na Mungu. Unajua Mungu anatutumia kwa viwango tofauti tofauti, lakini kuna watu Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa sana. Nafikiri yule bwana alikuwa katika level hizo. Alipokuja kuanguka, wakati sasa yule rafiki yangu anamshuhudia, anamwambia bwana rudi kwa Yesu. Kwani rudi kwa Yesu? Amemkuta kalewa. Anasema ndugu yangu, yani wewe ndio urudi kwa Yesu. Mimi huna kipya cha kuweza kunifundisha sasa hivi. Ninaelewa kila kitu. Yani stage niliyofikia mimi nasubiri kuchomwa tu. Yani siwezi nikatubu. Yani hata moyo wangu hauna kutubu. Kwa acha tu mimi niponde, acha tu niishi maisha haya. Acha niishi maisha anasa, kwa sababu mimi tayari nimeandikiwa moto. Yani haoni haja ya kutubu. Pamoja na kwamba anajua kabisa ameandikiwa moto, lakini ile neema tu ya kufanya yule mtu arejee ndani ya neema ya Mungu hana. Sasa huyo ndio kafika level za kumkufuru Roho Mtakatifu, hawezi kusamehewa. Sasa wewe unayenisikiliza hapa, kama una ule moyo wa kutubu, unaona kabisa moyo wangu namtaka Bwana, wewe bado hujamkufuru Roho Mtakatifu, na neema unayo na Mungu anakupokea. Na ndio maana yamkini kalituma hili neno kwako, kwa sababu Mungu anakupokea. Sijui kama unanielewa. Biblia hapa tumesoma hapa, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Sio hata wakitubu. Elewa Kiswahili. Kuna hata wakitubu na hata wakatubu. Hapa neno lililotumiwa ni hata wakatubu. Yani kumfanya mtu mpaka airejee toba ndo shida. Kumfanya mtu arejee toba ndo tatizo. Umeona? Kwa kumfanya mtu hata akatubu, sio hata akitubu. Kwa maana hiyo akitubu usamehewa. Akitubu usamehewa. Hakuna mtu atakayetubu mbele za Mungu asisamehewe. Hata amefanya dhambi gani, Mungu anampokea. Mungu ni mwingi wa rehema, rafiki zangu. Mungu anawasamehe watu. Mungu anapokea watu. Kwa hiyo kama upo katika vifungo vya giza, unasema mimi basi tena, nakupa ushauri leo. Mungu anakupokea. Rejea kwa Mungu, tubu kwa Mungu, njoo kwa Mungu. Mungu anakupokea. Na kuna watu wengine wanaambiwa kwamba andaa sadaka, ambayo hiyo sadaka utakapotubu ambatanisha na hiyo sadaka. Nataka nielezeni, hakuna haja ya sadaka katika swala la toba. Ni moyo. Toba hatutoi sadaka, my friend. Sadaka alishaitoa Yesu. Ile sadaka ya Yesu ndio imeshamaliza kila kitu. Wewe unachotakiwa kukifanya ni kutubu mbele za Mungu, kwamba Mungu, mimi ninakurejea. Mimi Mungu nimekuacha, nataka mahusiano mapya. Haina haja ya sadaka. Mungu asamehe kwa sadaka.
Ila utakaposamehewa, wewe utasema mimi nataka nimtolee Bwana kwa ukuu na kwa fadhili zake nyingi alizoweka kwangu. Hapo ndo unatoa kwa moyo wa shukrani, sio kwa ili usamehewe. Hakuna sadaka ili usamehewe. Na mtu yoyote anayekwambia utoe sadaka ili usamehewe, huyo ni mwizi na anakufunga kiroho. Nataka nikueleze, mwizi anafunga. Hakuna sadaka katika kusamehewa, ni moyo wako Kristo alishamaliza. Kwa hiyo nataka niwaelezeni rafiki zangu, watu wa Mungu, Mungu anasamehe. Na kuna watu waliangukaga katika dhambi za uzinzi, wanaambiwa utasamehewa kwa sababu ulishazini. Umeifanya dhambi ambayo umeifanya ndani ya mwili wako. Wanatumia lile andiko, tutakuja kulidiscuss siku nyingine Mungu akitupa nafasi. Mungu bado hata wewe anakusamehe. Rejea kwa Mungu. Kuna watu mumeua, Mungu anawahitaji. Usikate tamaa kama mimi ndo basi nimemwaga. Wewe njoo kwa Mungu, anasamehe rafiki yangu. Watu wamezi, Mungu anasamehe. Kuna watu wamefanya mambo ya kutisha, tupo nao maibadani, makanisani. Ukisikiza shuhuda zao mpaka wanaogopa kushuhudia. Yaani kwa mtu vitu vingine ufanye mpaka anavyogopa kushuhudia, lakini Mungu ameshamsamehe. Ya kale yanapita, yanakuwa mapya. Na watu wa Mungu, walimu na wachungaji na maaskofu, tusiwatishe watu mizigo. Ambaye amekufuriwa ni Roho Mtakatifu. Mimi hujanikufuru mimi. Acha Mungu amfungie mtu, sio wewe mchungaji, sio wewe mwalimu, sio wewe mwinjilisti kwamba wewe utasamehewa. Wewe huna nafasi katika msamaha wa Mungu. Hakuna mtu mwenye nafasi katika msamaha wa Mungu, ni Mungu mwenyewe. Sisi tunawapokea watu, tunawafundisha watu, tunawaelekeza watu kwa Mungu. Mungu ndo awakatae, na Mungu anasema hakuna mtu ambaye atakuja kwake akamtupia nje. Ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa rafiki yangu, nikuombe, kama uko katika situation ya namna hii na unatamani kurudi kwa Yesu, naomba uzamilie kweli kweli, amini kweli kweli. Fuatisha maneno haya kwa ufupi tu, alafu Yesu atakuwa kashakusamehe kabisa, na upo huru kuendelea na ibada na kumtumikia Mungu na uwe na amani. Sema, Baba yangu, ninakushukuru kwa neno lako. Umesema nami siku ya leo kuhusu dhambi isiyosameheka. Nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu mimi sipo katika watu wasiosameheka, kwa sababu umeniumbia moyo wa toba, na kwa moyo huo ninarejea mbele zako. Naomba unipokee Baba, ninakuja mikononi mwako kama mwana mpotevu. Nisamehe kabisa dhambi zangu zote, ninakurejea kikamilifu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Naomba nikuombee kwa dakika chache tu, kwa dakika moja. Baba yangu na Mungu wangu, mtu yoyote ambaye amelisikia neno hili na ametubu kwa ukamilifu na unyofu wa moyo, ninaomba Bwana ukampokee, nguvu ya Roho Mtakatifu ikamshukie na akaufurahie wokovu wake, neema ya wokovu wake akaifurahie katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi kufikia hapa tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Lakini kama hujasubscribe channel hii, subscribe kwa ajili ya vipindi vingine vijavyo vizuri kama hivi. Na wewe ambaye unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi unakaribishwa tuungane pamoja katika kujenga mwili wa Kristo. Namba zetu ni hizo unazoziona. Unaweza ukatusapoti kwa sadaka yako ya aina yoyote, ili basi vipindi hivi tunavyovifanya tuvifanye kwa namna nyepesi na namna ambayo itawafikia watu wengi. Kama ninavyosema siku zote, tunapokea shuhuda kutoka sehemu nyingi. Video hizi zimekuwa baraka kwa watu wengi. Basi baraka hizi zinaweza zikawa sehemu yako nayo ukiungana nasi katika kuifanya kazi hii nzuri ya Mungu. Namba zetu ni hizo hapo. Ninakukaribisha katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Katika jina la Yesu, Mungu awe nawe mpaka wakati ujao. Asante.